Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Alright bana, tupo na shuhuda ambaye alishuhudia tukio la kijana kuweza kupigwa na kaka yake mara baada ya kusadikika kwamba anamfanyia uchawi kaka yake. Sasa mambo kidogo yakawa sio mazuri na tukasema ni vyema kuweza kuzungumza naye kwa ajili ya kuweza kujipatia ushahidi hapa na pale na kuweza kuweka mambo sawa kabisa. Kwa hiyo ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho video hii hapa. Usisahau kabisa kuweza kusubscribe, lakini pia kuturn on notification, mambo yatakuwa poa kabisa. Kaka, habari za sasa? Salama. Salama kabisa. Salama kabisa. Sawa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Rahim Abdullahi Rajabu. Okay. Rahim. Okay, sawa. Wewe ni shuhuda, naweza nikakuita hivyo ama nitakuwa nimekosea? Ni kweli, mimi ni shuhuda wa ugomvi ambao umetokea kati ya ndugu wawili ambao ni kaka na mdogo, ambao umetokea katika ofisi. Ambao ugomvi huo ni kuhusu mdogo wake ambaye ametuhumiwa kwamba ameweka dawa, amenyunyuzia dawa kwenye ofisi ya kaka yake. Na wewe unawafahamu vizuri wale? Ndio, nawafahamu vizuri. Upo karibu nao kivipi labda? Nipo karibu nao kikazi. Na unafanya kazi kwenye ofisi? Mimi hapa ni jirani yao. Baada ya kusikia ule ugomvi, nikatakiwa nisogelee nikasikilize ni ugomvi wa kitu gani. Ndio. Na imekuwa ni jambo la kujirudia rudia kwa namna iliyotokea ama ni leo tumetokea hivi? Ni jambo la kujirudia rudia kwa sababu mara nyingi yule jirani yangu alikuwa akija kuniambia kwamba haielewi ofisi jinsi inavyoenda. Kipindi mdogo wake hajaja, ofisi ilikuwa ina wateja wengi kupitiliza. Lakini baada ya kufika mdogo wake, ofisi ilianza kudorola siku baada ya siku. Mpaka leo kaja kamfuma mdogo wake akiwa ananyunyuzia zile dawa kwenye ile ofisi. Kiukweli mimi naamini kabisa kwamba kweli mdogo wake baada ya kuja, mdogo wake ndio ambaye kafanya kila kitu kwa ajili ya kumshusha kaka yake kimaendeleo. Maana kwamba wewe unaungana na kaka mtu kwamba kweli mdogo mtu amefanya haya mambo ya kichawi? Ndio, naungana na kaka mtu kwa sababu kipindi mdogo mtu hajafika pale kwenye ofisi, kaka mtu alikuwa anafanya kazi sana. Ulikuwa unashuhudia hizo kazi ambazo zilikuwa zikifanyika? Ndio, nilikuwa nashuhudia kazi kwa sababu mimi ni jirani yake. Kuna muda alikuwa anabana na kazi mpaka anaondoka, muda umeisha, anaondoka saa 6, saa 7 za usiku kwa sababu anakuwa na kazi nyingi sana. Lakini baada ya kufika mdogo wake saa 2 kamili, saa 2:30 ofisi imefungwa. Lakini kipindi hicho yuko peke yake, alikuwa anafunga saa 6, saa 7, saa 5 anafunga kazi. Okay, sawa. Kwa namna moja ama nyingine, ushakushuhudia labda tukio fulani kwa upande wa yule kijana mdogo kwamba anafanya kitu ambacho sicho? Maana tumesikia kakake kwamba ameweza kusikia kwa majirani. Wenda majirani wenyewe ndo ninyi. Kuna vitu ambavyo mshakushuhudia? Mimi ofisi yangu nafunga saa 5 kamili. Kwa hiyo kuna siku hiyo, kuna siku ambayo mimi nilikuwa ndo nafunga ofisi. Nilikuwa nimekaa ofisini, nikawa nafunga ofisi. Ile nafunga ofisi nikamuona mdogo wake yupo kwa nje. Akiwa ameinama, anatembea ukainama. Sikujua anafanya nini. Baada ya kumaliza lile tukio lake akawa ameondoka, nikaenda kufuatilia kwamba alikuwa anafanya tukio gani. Kulifuatilia lile tukio ndo nikakuta pale kuna dawa kama kazinyunyuzia, zilikuwa nyeupe, sikujua ni dawa gani. Siku ya leo ama ni siku nyingine? Kabla ya leo. Kabla ya leo. Maana yake yeye yani ni mazoea yake. Kwa sababu kabla hajafika yeye kulikuwa kuna matukio kama hayo. Baada ya kufika ndo matukio yakawa yanafuatana. Mpaka leo kakake kaja kamfuma akiwa anafanya hilo tukio. Sawa, lakini anaonekana kijana mstaarabu sana, naye pia ameweza kuzungumza kwamba kaka anamonea. Hii unaizungumziaje? Kuhusu ustaarabu, unajua mtu unaweza kama mstaarabu sura ikakuonesha kama ni mpole, lakini moyo kwamba moyo wako wewe una nini? Unajua hata kama ningekuwa ndo mimi hapa na kaka yangu labda kanizidi na mimi nataka nifikie
level aliyoifikia yeye. Kwa mtu mwenye akili anaweza akauliza akajua kwamba kakaangu umefanikiwa kwa kupitia njia gani, lakini yeye inaonekana kashauriwa na marafiki kwamba usiende kumuuliza kaka, wewe cha kufanya fanya 1 2 3. Yeye kasikiliza ushauri wa marafiki, kafanya alichoshauriwa, kaja kakifanya, mwisho wake imetokea hivyo. Maana yake hapo kafanya kitu ambacho ni madhara kwake. Sawa, swala la uchawi kwa upande wako wewe kwanza Rahimu unalizungumziaje? Uchawi upo, lakini wapo ambao waamini kama uchawi upo. Lakini kwa maisha ya saizi kuna watu wanaamini bila uchawi hawawezi kutoboa. Kwa sababu akimuona mwenzake kafanikiwa, anajua kila mtu kafanikiwa kwa kupitia uchawi. Lakini wapo watu ambao hawalali usiku na mchana, wanapambana ili kusudi wafanikiwe, wawafikie watu wengine. Lakini wapo watu wengine ambao wanajua kwamba mtu anapofanikiwa anatumia uchawi, anatumia vitu vingine, lakini mtu anakaa chini anamuomba Mungu, Mungu anamsaidia, anakipata ambacho anastahili. Wewe ushakwenda kwa mganga labda kuhitaji vitu fulani? Hapana, sija. Hili ni swali ambalo kila mtu nikimuuliza anakwambia hajawahi kabisa. Na wewe unakiri kwamba hujawahi kabisa? Sijawahi kwa sababu mimi namwamini Mungu. Mimi namwamini Mungu. Mpaka saa hizi hapa nilipo mimi nimefanya kazi ya umachinga. Nimetembea miaka 3. Kwa sababu ningekuwa labda nataka kufanikiwa kwa haraka, nisingehangaika kwenda kuanza kuzurura mtaani. Ningekuwa niliingia tu kwa mganga, nikachukua dawa, nikaingia mjini, nikawa na maduka yangu. Lakini niliingia mtaani nijifunze maisha ya mtaani, kwamba maisha ya mtaani yapoje, niwajue watu jinsi wanavyoishi mtaani. Ndio maana mpaka leo nimekuwa na ofisi yangu, na mimi Mungu kanijalia naendelea na maisha. Kijana ambaye anajiita Maniga ambaye ndio mwenye ofisi, unamzungumziaje tabia zake na mambo ya hapa na pale? Kijana anayejiita Maniga kwenye maisha yake anapambana sana. Anapambana na hana roho mbaya. Roho yake nzuri kabisa, mtu wa watu, anacheka na watu. Biashara yake ni halali. Hajaipata kwa njia yoyote mbaya, kwa sababu mimi muda mwingi tunakaa chini tunashauriana. Mimi hapa na yeye tunakaa chini tunashauriana mambo 1 2 3. Tunashare idea kwenye biashara, tunafanya biashara. Hana jambo lolote baya. Tumeweza kuona kipigo kilikuwa ni kikubwa, japo hatukuweza kuwahi. Lakini kwa jinsi ambavyo tumeona pale, hali haikuwa nzuri sana. Unahisi ni jambo hilo peke yake ama kuna kitu kingine? Hakuna jambo jingine. Jambo ni hilo. Kakake toka kafika mdogo wake hakuwahi kumnyanyulia mdomo, hakuwahi kumnyanyulia mkono. Alikuwa anaishi naye kama mdogo wake. Yaani kwa sababu yule pale ni mdogo wake wa kuzaliwa tumbo moja. Hawezi akasema hivi amnyanyulie mkono. Mdogo wake akiwa na tatizo analisolve, akiwa na nini analisolve. Kila kitu walikuwa wanadiscuss pamoja. Wakitoka nyumbani wanaingia kazini, wakitoka kazini wanaingia nyumbani. Kwa hiyo kila kitu alikuwa anakifanya na mdogo wake. Hakuna kitu ambacho alikuwa anakifanya akiwa peke yake. Kila kitu alikuwa anakifanya akiwa na mdogo wake, na kila kitu katika ofisi. Kuna muda anamwachia ofisi, yeye anaingia kwenye mitikasi mingine mtaani, anarudi kazini, wanaendelea na maisha. Kuibiana nyota ni tabia za vijana. Unakubaliana na hilo? Ni kweli. Vijana wengi ndivyo wanavyofanya. Unaweza kukuta mtu kapambana sana. Lakini kuna kijana anaamini yeye ushirikina. Anaenda anachukua nyota ya mwenzake anaitumia. Mwenzake anaenda kutaabika mtaani. Lakini mwisho wa siku kwa sababu Mungu mwenyewe huwa anaona kabisa kwamba kijana kajipambania mwenyewe, hajapambaniwa na mtu yoyote. Mungu mwenyewe huwa anakuja anawaibisha wale watu ambao wanakuwa wamechukua nyota za wenzao. Lazima ipo siku
atakuja kuna yeye kutaabika kama alivyotaabika mwenzake. Ndio. Sawa, ungepata nafasi ama fursa ya kuweza kukutana na kaka mtu na mdogo mtu, kipi ambacho ungeweza kukifanya? Mimi ni marafiki zako, pengine labda ni watu wako karibu, lakini inavyoonekana kwamba uko karibu sana na kaka mtu. Ukipata chance sasa kuwakuta pamoja, maana tayari umefarakana, na jinsi ambavyo nimemsikia brother zeni kama anataka kufanya go ahead ya mdogo wake aende tu, kuna namna gani ambayo unaweza kuwashauri endapo kama utawakuta kwa pamoja, iwe kesho kutu? Cha kwanza hapo lazima tukae chini. Mimi kama jirani lazima nimkalishe kaka chini na mdogo mtu, kwa sababu hawezi akamfukuza mdogo wake, kwa sababu yule ni mdogo wake wa kuzaliwa naye. Matatizo ya mdogo wake ni ya kaka. Kwa hiyo lazima kaka kama kaka akae chini, tukae chini, tumshauri mdogo mtu kwamba maisha unatakiwa uwe na msimamo. Maisha unatakiwa uwe na msimamo wa kwako, usikilize ushauri sana wa watu. Japo kuna muda unatakiwa kusikiliza ushauri wa watu, lakini kuna muda unatakiwa uwe na limiti. Kwa sababu hakuna binadamu ambaye anaona wewe unaishi na ndugu yako kwenye furaha. Kuna mtu lazima atafute mfarakane ili kusudi yeye apate njia ya kuingilia. Kwa hiyo ningepata nafasi mimi ya kukutana na wale ndugu, lazima ningewapatanisha wawe kitu kimoja pia, kwa sababu kaka mtu akisema mfukuze mdogo wake aondoke katika ofisi, pia litakuwa tatizo kubwa zaidi. Kwa hiyo lazima tuue tatizo ili kusudi maisha mengine yaendelee. Basi sawa, tunashukuru pia kwa muda wako na kila la heri kama utafanikiwa kuweza kukutana nao. Kwa mara nyingine itakuwa vizuri, na sisi pia tutaendelea kulifuatilia jambo hili mpaka pale itakapofika mwisho wake. Itakuwa vizuri zaidi sababu tunapenda kuona watu wakiwa katika amani zao. Kwa hiyo naye kama utakuwa ni miongoni mwa watu ambao tutapambana kwa pamoja, basi itakuwa jambo zuri zaidi na Mwenyezi Mungu atabariki zaidi. Kwako mfuatiliaji wa KingPower TV, tunashukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho video hii hapa. Mwenyezi Mungu akubariki sana, lakini pia akupe afya njema ya kuendelea kufuatilia KingPower TV, lakini pia usisahau kuweza kusubscribe na kutani all notification. Mambo yatakuwa poa zaidi. Hatuna ziada, na hii ni KingPower TV, the best quality. Yes.